Naam, mtazamaji, ni mimi hapa tena Johnson Smart katika makala unayoenzi sana ya siku hii ya leo ya Madaraka. Tunayaita makala maalum. Kule uliko tunakuletea mengi zaidi kuhusu siku hii na mgeni wangu katika studio Kings ambaye anatufafanulia zaidi ni yapi ambayo tunastahili kuyajua na kuyafahamu kwa undani sana kuhusu hii siku ya Madaraka. Jiunga nami kuanzia sasa hadi tamati. Kings, karibu tena. Hapo awali tulikuwa tunajadili kuhusu mambo ambayo hufanyika katika sherehe kama hizi za Madaraka ambazo kwa kweli Wakenya wengi wanasubiri mengi sana kutoka kwake Rais Uhuru Kenyatta na labda kwa hao viongozi wengine ambao huenda wataalikwa kule. Na tukisema hivyo, hapo awali tu kidogo, siku imepita moja hivi, kumekuwa na hafla ya maombi kule bungeni, wakisema kwamba wanazingatia zile sheria za COVID ambazo zimewafanya wafanye pale, na hapo wale walikuwa wakizifanyia kule kule kwake pale, unajua pale mlimani. Na pale kukawa na mambo ambayo kwa kweli yametufunza mengi. Viongozi, kuna taswira fulani ambayo wanatuonyesha sisi wananchi hapa chini. Yule Wanjiku anastahili kujua mambo ama yabaini kwa usawa. Ni picha ipi ambayo inaendelea kati ya rais na naibu wake? Nikiweka kwenye ramani kwamba uliona ile picha iliyokuwa ikiendelea kule. Picha ambazo tulizoziona wakati wa maombi ambayo yalifanyika yanaweza kufafanuliwa kwa njia nyingi, na usisahau kwamba naibu wa rais kwa mara nyingi amekuwa akirudia akisema kuwa yeye hana uhasama ama tofauti zozote na rais. Lakini ukiangalia vile ambavyo alikuwa anaongea ni kama alikuwa anataka kuwe na kama uwiano ama kurudiana, sababu matamshi yake alikuwa anasema kuwa kama kuna mambo ambayo yalikuwa yametenganisha watu haswa wakati wa corona. Saa hii ndio wakati mzuri sana kusahau mambo hayo na watu wamrudie Mungu, na watu waangalie mbele. So mimi si mchanganuzi wa kisiasa, lakini kama mwanasiasa pia naweza angalia na niseme kuwa matamshi yake ni kama mtu ambaye kuna makosa fulani ambayo alikuwa ametendeka, na alikuwa anaomba kuwa wakati huo ndo wakati mzuri watu waombe and then watu wasahau yaliyopita, na mambo kama hayo. Rais naye alipoamka kuzungumza pia aliongea kuwa corona imetenganisha watu, corona imeumiza watu, na watu waombee nchi na nchi isonge mbele. So matamshi ambayo yalikuwa hapo kati ya rais na naibu wake, mimi naweza sema kuwa labda hatuwezi jua nini inafanyika huko nyuma, lakini unajua mtu wakati anasema tusahau yaliyopita, unajua inamaanisha yaliyopita ni gani? Unajua na kusema tusonge mbele, tuombee nchi na tuombee viongozi, kusiwe na tofauti yoyote. Ni kama kuna labda jambo fulani ambao sisi hatuwezi jua, lakini sasa ni either tuchukue ambayo wanayosema ama tufikirie vingine, kwa sababu naibu wa rais kwa muda amekuwa akisema yeye hana tofauti zozote. Yeye tofauti yake ilikuwa tu labda ya kisera ama kimaono kuhusu BBI na maybe mambo kama hiyo, lakini yeye amesema hana tofauti zote na rais. So sisi itabidi tuchukue hivyo vile iko. Itabidi sasa sisi ambao tunaangaziwa kama nyasi tutaumia, tutatubidi. Wajua, kuna baadhi ya viongozi ambao tayari wameshaalikwa katika hii hafla ya Madaraka, na kuna mengi ya kutarajia kutoka kwao. Tukiangalia nchi jirani hapa Tanzania ambayo hivi majuzi imemwalika huyu bwana bwenyenye kabisa katika bara hili la Afrika, tumuita Dangote. Tayari ashaezeka kule, wekeza mambo mengi sana ya kibiashara. Hapa alikokuwa akijaribu, kuna mambo mengi kidogo yalimkandamiza na labda akatoroka pia. Tukiangalia mtazamo wa Burundi na Kenya, yasemekana kwamba rais wa Burundi sasa hivi
aliyeko amealikwa tayari, yuaja. Kuna uhusiano upi ambao unaendelea kati ya Kenya na Burundi ama hizi nchi za jirani tu? Smart, kutoka kitambo utakumbuka kwamba Kenya sana sana strategically mali Kenya iko mahali mzuri sana katika bara hili la Afrika kibiashara, kwa sababu hata sisi ndio, ukiangalia Uganda, Rwanda na hata Burundi, hiyo imekuwa ikitutegemea sana, haswa kuhusu port yetu ambayo iko pale, bandari ambayo iko pale Mombasa. Na juzi tumemwona rais wa Tanzania Bi Suluhu kuja Kenya na ku strengthen ile uhusiano ambao tumekuwa nao kutoka kitambo ya kibiashara na mambo kama hiyo. Mambo ambayo alizungumzia sana sana mengi yalikuwa kwenda pande ya biashara. Na usisahau kwamba hata kabla ya Bi Suluhu, rais wa Tanzania, kulikuwa na rais hayati mzee Magufuli, ambaye yeye naye uhusiano wake na nchi yetu haikuwa mzuri sana kwa maono ya wengi. Lakini sasa kibiashara, umezungumzia kuhusu bonyenye wa kutoka Nigeria, huyu bwana Dangote. Kuna wakati alikuja Kenya na ilisemekana kuwa alikuwa amekuja kuhusu mambo ya kuwezeka na kufanya mambo ya biashara. Kulikuwa na mradi wa simiti hapa. Wa simiti, naam. Sasa vile ambavyo kitu ambayo ilimfanya tena akatoka tena, juzi tunamwona ameenda Tanzania, hatuwezi jua. Lakini mimi kwa maono yangu naweza sema kuwa ile business environment ya kufanya biashara hapa Kenya kidogo haiko conducive sana, na haifavor watu wengi sana wale wanataka kutoka nchi za nje kukuja. So wengi na wachanganuzi wa kibiashara wamekuwa wakisema ati labda alikuja, labda sasa kuna wale watu tunaita entrepreneurs, labda walimhijack kabla hajafika kwa rais, wakaanza kumwambia vile kutakuwa na mambo kama hayo. Uhusiano wetu na Burundi, mimi kwa maoni yangu labda kuna mambo ambayo tunataka tufanye na Burundi, ama kama ni biashara, ama kwa sababu Kenya hapa mali tuko, wanasema sisi ndio powerhouse ya kibiashara kwa hizi nchi zote za Afrika Mashariki. So labda kuna uhusiano fulani ya kibiashara ambao Kenya inataka kufanya na Burundi, kwa sababu sasa labda tumeona Uganda kidogo ile environment ya biashara si mzuri. Tanzania sasa wameanza ni kama wanatoka pande yetu sasa. Kwa sababu sasa hata Uganda juzi ni kama wamesema vitu vyao wengine watakuwa wanapitisha kupitia Tanzania. Njia ndefu hiyo, lakini sasa unapata kwa nini, swali ambalo tunafaa kuwa tunajiuliza kama nchi ni kwa nini nchi zile ambazo zilikuwa zinatumia hii port yetu na labda reli za jitenga zinaanza kupitia Tanzania. Na isitoshe kuna rais wa Ufaransa amekuja, huyo Macron, hivi majuzi amekuwa kwenye nchi ya Rwanda. Nchi ndogo ile, lakini ukiangalia watu wanaita the Pearl of Africa, wanasema ile vile ambavyo wamekuwa maradufu, yani kwa wakati mdogo sana. Yashangaza. Nchi ndogo, lakini sasa sisi tuko kubwa, ni nchi kubwa, lakini sasa unashangaa kwa nini nchi ndogo zinatupita. Labda sasa ile uhusiano wetu na nchi za nje, uhusiano wetu na IMF, nchi yetu na donor countries, labda kidogo pia ndio tunafaa tuangalie hiyo, na labda rais anafaa aangalie hiyo pamoja na ile kabineti yake, pamoja na ule waziri wake wa finance, waweze kuangalia ni nini kama Kenya tunafanya mzuri ama tunafanya mbaya. Ndio kwa sababu wawekezaji wengi wanakimbia, wanatoka Kenya wanaenda kufanya uwekezaji kwa nchi kama Tanzania, wanaenda Rwanda. Na jambo lingine pia tusisahau kuwa Tanzania wameweza kuweka ile business environment ikakuwa nzuri sana. Wanasema kila mwekezaji akikuja kuna ile tax relief ambayo wanapewa. So nitarudia tu ile jambo nilikuwa nimesema hapo awali. Business environment ya nchi yetu kidogo haiko mzuri sana kwa wale wawekezaji wakubwa wanatoka nje, na hata kwa mwanabiashara ule wa kawaida. Sababu mwanabiashara wa kawaida anafanya biashara pale chini, na unapata hata zile leseni ama zile
vitu ambazo anatakiwa kuwe nazo ndio aweze kufanya biashara, unapata ndio aweze kufanya hiyo biashara anafaa aende kwa ofisi nyingi. Na juzi kumekuwa na mswada fulani bungeni walikuwa nasema wanataka watoe hizo barua zote ambazo mwanabiashara anataka anatakikana awe nazo, iwe kama tu ni moja. Kama ni single permit iwe ni moja, si tunapata lazima akuwe sijui na biashara kutoka county government, atakana na nyingine sijui kutoka kwa NEMA, nyingine kutoka kwa idara tofauti. So hiyo business environment ndio mimi kwa maoni yangu inafanya labda wawekezaji wengi wanakimbia wanaenda Tanzania. Na Tanzania usisahau kwa muda mingi sana tumekuwa tukisema ati sisi tuko juu yao, lakini sasa ukiangalia na huyu mwanadada ameshangaza wengi. Anashangaza wengi kwa sababu yeye approach yake ile amekuja nayo, yeye anataka wale waje. Na usisahau kuwa wawekezaji wanapokuja katika nchi yoyote ile, apart from ile economic growth ya nchi, wananchi pia wanapata kazi na nchi pia ina develop kwa ujumla. So hiyo labda ni jambo kuu ambalo rais leo anafaa azungumzie, na pia tujue wanabiashara wanaweza kusaidiwa haji kuanzia ule mwanabiashara wa chini na mpaka kwa hizi kampuni kubwa. Umezungumzia kuhusu stakabadhi ambazo wafanyabiashara hapa nchini wanahitajika kuwa nazo. Unajua wakati ambao Bi Suluhu alikuwa hapa nchini, rais alizungumzia kuhusu hizo stakabadhi za Watanzania ambao wanafanya biashara zao hapa nchini Kenya. Alieleza kwamba pawazi wasiwe nazo, waje wafanye biashara tu, mradi kuwe na ule mwelekeo fulani ambao utafuatwa kama nchi jirani. Sijui kwa upande mmoja anajaribu kuegemea hiyo hali tu, na hapa kwetu kwenyewe kuna baadhi ya wanabiashara ambao kwa kweli biashara zao zimekandamizwa pakubwa sana, wanatoza ushuru sio hapa. Kwa hivyo huenda labda aweze kuzungumzia haya mambo. Na nikiuliza swali lingine, Kenya sisi tukosea wapi kwa maendeleo ikiwa nchi jirani tu tayari zishaomoka jinsi watu wanavyosema? Kama nchi na maybe pande ya biashara, Kenya inafaa iangalie sana sana ile business environment. Kwa sababu hakuna haja mwanabiashara aweze kuwa utasema ati Kenya na Tanzania iko soko huru, biashara wa Kenya anaweza enda kufanya biashara ya Tanzania lakini pale mahali yuko nchi yake naye kuna vitu nyingi ambazo zinamkandamiza kufanya biashara. Na si kila mwanabiashara anaenda kufanya biashara kwa boda na kuvuka kwenda hiyo pande nyingine. Kuna wanabiashara wale wako hapa. Vile umesema business environment ya hapa inafaa iangaliwe right from the county government to the national government. And then hawa wanabiashara unafaa kukuwa na mikakati ambayo ya kuwa cushion ili waweze kuweka pesa mfukoni. Kama kuna tax reliefs, kama kuna ile stimulus ya kuwapatia pesa, na maybe kama mikopo ya ni kidogo wanaita riba ya chini, waweze kupatiwa aweze kufanya nini. Kwa sababu hakuna haja mwanabiashara aende kufanya biashara pale kwa barabara and then jamaa wa county anakuja anachukua ile pesa kidogo wanaita cess wanachukua and then kesho tena anakuja anatimuliwa hapo pale mali anafanya. So kama ni county wanafaa watengeneze masoko ambayo wanajua hao wanabiashara wataenda kufanya kwa wanabiashara wa chini. Kama ni hao wanabiashara wengine wanafaa waambiwe leseni ni hizi na hizi na hizi, na kama kuna pesa ambazo wanakopa kwa mabenki wanafaa waambiwe wanabiashara maybe tutawapatia kwa interest rate ambayo iko chini sana sana wakati huu wa corona, ndio at least wanabiashara pia waweze kupata kitu. Naam. Unajua wakaaji wa umoja tu bado wanahitaji Kingsley Odida. Kuna baadhi ya mambo ambayo aliyafanya mengi sana wakati ule. Sijui alitumia mikakati ipi kwa kiongozi bora wakati ule. Ni mambo yapi ambayo viongozi kwa sasa wameyakosa kama ya Kingsley? Swali kubwa hilo ama swali extensive kabisa. Bwana Smart, uongozi nasema uongozi ni mwito ambao unatoka kwa Mungu and then unapitia watu. Umeuliza wakati huo mwingine tulifanya aje kazi na watu.
Na kuna jambo moja huwa mimi napenda kusema, wananchi wanafaa watafute kiongozi bora, sio bora kiongozi, kwa sababu sana sana tumekuwa tunafanya makosa ya kusema tu bora kiongozi. Yule amekuja, labda amekuja kwa njia fulani, hamjamjua, hamjamkagua. Sababu hata wewe bwana Smart, kwa mfano kama leo mimi nikisema nataka kuja kutafuta kazi katika hii station yenu, ni lazima mtanikagua, mtaniambia leta ile CV yako kweli, na mfanye background check, mjue huyu jamaa amekuwa akifanya nini na nini. So hata ile wakati mwingine umeuliza ilikuwa namna gani nikaweza kufanya kazi vizuri na watu, ni ile kutangamana na watu wanakuelewa na wanaelewa vile unafikiria. And then ukipata hiyo kazi, hata kama hautafanya 100%, at least zile vitu ulikuwa unawaambia utafanya umeweza kufanya. Kwa mfano wakati unakuwa naomba kura, unawaambia mimi nikipata kiti nitaweza ku make sure watoto wetu, kila mtoto ambaye anatoka katika shule ya msingi akienda kwa shule ya upili, tutaweza kusaidiana na wazazi kufundisha watoto kutumia ile bursary. Hiyo ni moja. Ya pili, unawaambia mimi nikiingia pale nitaweza, kama kuna sehemu ambazo zimekuwa na uhalifu kwa sababu maybe shida ya taa, tutaweza kuangalia pale kwa county tuone kama tutapata pesa tuweke taa. Kama ni barabara tutaweka, kama labda kulikuwa na sewage ambayo ilikuwa inasumbua tunatengeneza. So haya ndio mambo sana sana viongozi wengi kukosa, kwa sababu kiongozi atakuja, ataongea vizuri, labda atatumia hela, labda atatumia mambo nyingine, lakini akiingia pale anakuja anageuka, anakuwa kwa Kiswahili tunasema ndumakuili. Wakati mwingine anasema hivi, mwingine akiingia anapotea. Ya mwisho, kiongozi ako pale kwa sababu ya kusaidia kurahisisha ama kuweka maisha ya wananchi kuwe bora. Si lazima atatue kila shida. Kwa sababu hata kwa katiba unajua wanasema kiongozi sana sana ni ile representation. Uko pale unaweza kusikia shida zao, na hata kama utatatua zote, unatafuta njia mwafaka ambayo itanio. Ya pili, wanasema ile legislation. Pale mahali wamekutumia, tumezungumzia mambo ya kama hizo kutozo ambazo wanatozwa ushuru na county na serikali kuu. Unaweza kutumia zile petition ama kupeleka mswada pale bungeni na kusema mimi area yangu kama moja tu shida kuu ile iko pale labda ni barabara. Waziri wa miundo misingi katika bunge la county ya Nairobi, ni nini unafanya barabara za umoja zitengenezwe? Kama ni basari, tunasema pale tuko na watoto wengi mayatima, watu ambao hawajiwezi, tutasaidika aje watoto waweze kusoma. Na ya mwisho kabisa, kiongozi ambaye ni mwaminifu na ambaye akipata nafasi ile kuongoza watu, analeta uwiano na kuleta watu pamoja. Kwa sababu usisahau Smart, kiongozi ni mtu ambaye anatoka kwa jamii. Kiongozi hatoki ati mahali popote, anatoka kwa jamii. Na jamii ndio inaangalia huyu Kings ni mtu mwaminifu, ni mtu anajali watu, na ni mtu ambaye akipatiwa nafasi hii anaweza kutuongoza kwa njia fulani na atakuwepo. Kwa sababu kiongozi pia anafaa kukuwa mtu ambaye yupo wakati anahitajika. Unajua, kabla tuangalie hatua nyingine ya Kingsley Odida katika masuala ya uongozi, hili swala nyeti la BBI, muziki ulizimwa sauti. Smart, BBI nadhani tumeisoma na tumeangalia tukaona ni document ambayo ni document nzuri ndio, na iko na vipengee ambavyo ikiweza kupita vinaweza kugeuza maisha ya wananchi. Kama kuna hiki kipengee cha kusema vijana ambao wako kwa biashara yoyote wataweza kupewa hizo tax holidays kwa muda fulani ndio waweze kukua na kukua nini. Lakini swali kuu ambalo limeulizwa na watu wengi na hata Wakenya wengi ni wakati
ile document inaletwa, kwa sababu usisahau rais wa kitambo na Prime Minister Raila Odinga wakati walipoweza kuleta ile mchakato ambao ulitupatia hii katiba mpya ya 2010, hiyo katiba iliweza kukapcha mambo nyingi ambayo ingeweza kutekelezwa mpaka saa hii hatungekuwa tunazungumzia hii BBI. And then swali kuu ambalo Wakenya wanauliza sana sana wakati wa ujanga huu la corona, na ni sadfa kuwa BBI imekuja tena wakati wa corona. Kweli. Kwa sababu kama labda corona ainge kuwepo, Wakenya wengi wanasema labda tungefikiria mambo ya BBI. Sasa watu Wakenya wengi wanauliza saa hii tutazungumzia kuhusu BBI ama tutazungumzia kuhusu kupambana na hili janga. Tuangalie watu ambavyo wamekandamika, wameumia kwa sababu ya janga hili, na watu wameumia smart, wameumia, watu wamepoteza makazi. Mimi nikikuonyesha hata saa hii kwa message yangu, nikiona zile message ambazo ninatumiwa na marafiki na Wakenya kwa ujumla na watu hata kutoka kwa area yangu, unapata mtu hata kulipa nyumba inakuwa shida, kwa sababu huyu labda jamaa alikuwa ni mtu akona kazi vizuri, anaweza kula, anaweza kuishi vizuri, mtoto amefukuzwa shule, karo na mambo kama hayo. Sasa swali kuu ambalo mimi ningependa kuuliza na hata maybe kuuliza Wakenya ni BBI tutania ama ni corona? Kwa sababu pia ile janga la corona vile ambavyo limeweza kushughulikiwa, kwa mtazamo wangu na maybe kwa mtazamo wa wengi, watu wanaona pia haijashughulikiwa vizuri, kwa sababu ukiangalia pia walituambia kama inchi ama kama serikali immediately corona ilikuja, walisema kuwa tutapewa hizi mask, kila Mkenya atakuwa anapewa kwa bure. Alikufanyika hilo? Alikufanyika. La pili, tuliweza kupata ule mchango kutoka kwa yule bwenyenye kutoka China, Jack Ma. Kuna hizo PPEs na zilipotea hapa, ndoto ziliwekwa sakafuni, sijui zilipotea hapa katika uwanja wa ndege. And then baada ya hiyo pia tukaanza kuja tukapata kuna wale ambao walikuwa wanajinufaisha na janga hili. So smart, the moment serikali inakuwa ni kama inapoteza ile trust na mwananchi, kidogo inakuwa ngumu, kwa sababu usisahau BBI ni document ambayo imeoriginate kutoka kwa serikali, wanasema ni popular initiative. Sasa vile iliangushwa chini, vile umesema, wale wajaji walisema hii ni document ambayo haijatoka kwa mwananchi, hii ni document ambayo imetoka kwa serikali. Mwananchi anataka aje? So hilo ndio swali kuu I think Wakenya wengi wanauliza, na Wakenya wengi wanasema sisi kama tumekandamika hivi sasa, tutatuambia tupige, kama kuna pesa za BBI za kufanya hii mambo yote, then mbona hakuna pesa ya kuamua kutoka kwa shida zetu? Na watu tarajia kwamba labda haya mambo yatazungumziwa leo hii. Mimi ningeomba sana hilo ni jambo ambalo pia lizungumziwe na maybe liwekwe kando, kwa sababu bado tunaona maybe wale wandani wa rais na mheshimiwa waziri mkuu wa kitambo wamesema wataweza kuappeal mpaka kwa koti la juu kabisa. So mimi ningeomba sana wakati wa leo maybe rais pia arudishe ile confidence kwa mwananchi, aweze kuiweka peupe, kwa sababu hata kuna jambo lingine ambalo mimi nilikuwa nimesahau. Walikuwa wamesema pia watatufanyia ile wanaita civic education. Na smart, labda wewe na mimi tunaweza kuwa tuko privilege kuelewa BBI ni nini, lakini yule Mkenya ambaye yuko pale chini, ukimuuliza BBI ni nini, atakwambia yeye BBI anajua ni kitu ya bwenyenye, watu wanaenda kujitafutia viti na mambo kama hayo. So pia ile civic education mimi ningeomba leo kama rais na maybe wale wandani wake pia wangeweza kuizungumzia, waweze hizo vipengee wazichambue moja kwa moja, na hata kama kupitia maybe stesheni kama nyinyi na maybe stesheni zingine waweze kuiweka peupe, watu wajue hii BBI ni mnyama mgani, ni yupi huyo. Tumsikia anaitwa BBI. Anaitwa BBI kwa sababu Wakenya wengi hawaelewi. Walisema watatutolea hizo vitabu, watuletee watu wasome mpaka huko chini. Mimi kama kiongozi naweza kuwa naelewa, lakini nitapata nafasi gani kuenda kuambia kila mtu? Na tena ndio hiyo corona iko, hatufai kutangamana huko nje na mambo kama hayo. Wow. Kingsley, hayo ni makubwa.
Na huenda leo akizungumziwa sauti ya mwananchi kidogo itasikika. Naam. La mwisho kabisa, Ndio. hatua ipi ambayo tunatarajia kutoka kwa Kingsley Odida? Najua mwaka tayari ushaisha na tunaingia katika mwaka wa uchaguzi. Kisiasa ama pande gani bwana Smart? Tunaangalia kisiasa. Kuna jambo ambalo huwa linasemekana bwana Smart. Kiongozi ni kiongozi hata awe yako kwa elective post ama hata hayuko hapo. Na wanasema kwa yule ambayo mengi amepewa, pia mengi anatarajiwa. Na kwa saa hii nimekuwa nikizungumza sana na wale wakaaji wa Umoja ambao mimi nawaita kuwa wakubwa wangu ama bosses wangu ambao walinipea kazi hapo awali, na tumekuwa tukizungumza na wengi. Nadhani kwa saa hii wameweza kulinganisha ile kudifferentiate uongozi ambao uliwepo na ule upo sasa. I think wameweza kuweka kwa ratili na wakaona kuwa ni wapi ama ni yupi ambaye wanataka. Uchaguzi bado uko mbali kidogo, na pia uko mbali. I think tumebaki na miezi kama 13-14. Na mimi jambo ambalo nimependa kuhakikishia watu wa Umoja tu ni kuwa niko na hao na nitakuwa na hao. Wale ambao wametwikwa ile jukumu la kufanya kazi, tuliwaachia nafasi waweze kufanya yao, and then baada ya hiyo wananchi wanaweza kuja wakapima, wakaangalia, kwa sababu uongozi ni kupima ya hapo nyuma, ya saa hii, alafu sasa ndio unaamua ya hapo mbele. Tukikaa na wewe Smart, labda wanaweza sema wacha tupimanishe Smart alifanya ipi, Kings alifanya ipi, and then waweke kwa ratili waangalie, kwa sababu usisahau uongozi ni hao mambo nimesema bwana Smart. Kiongozi anafaa kukuwa mtu mwaminifu, anafaa kukuwa mtu anajali, and then ya mwisho anafaa kukuwa kiongozi at least anafanya ile ambayo alichaguliwa kufanya. So mimi ninaambia wakazi wa Umoja tu niko na hao, na hata hapo mbele tunakuja kuzungumza, tupange ya pale mbele, na tuombe Mungu atatufikisha mwaka mpya, and then tutarudi kwao, na tena tuombe tuseme sasa mmeweza kupima hii, na pia mimi mnanijua yangu, sasa angalieni. Na pia wale wote ambao wanataka waangalieni na muweze kuangalia track record yao. Vile tu nimesema kuwa mtu akiomba kazi ni lazima waangalie, watoe CV yao, waseme wewe umekuwa ukifanya nini, umefanya nini, na sasa unataka kufanya ipi, kwa sababu wasiweze kusema tu bora kiongozi. Kweli. Kiongozi bora. Wow. Hiyo habari tayari ishafika. Wakati utakapofika ndio meli tayari itakuwa inanoa. Nashukuru. Naam, Kingsley, najua tunaweza zungumza zaidi na zaidi, lakini kila kitu bila shaka kina mwanzo na mwisho. Tutaendelea kuzungumza haya masuala ya madaraka na tuweze kuwasaidia wengi wanaotutazama sasa hivi, mwananchi wa kawaida, na hakuna mwananchi ambaye yuko juu na yule yuko chini. Wote wana usawa kamili. Kwa hivyo tutarajie mengi kutoka kwa Kingsley mwaka ujao, na maamuzi kwa wananchi. Tutazidisha mazungumzo. Naam. Na mtazamaji, haya yamekuwa makala ya Madaraka siku hii ya leo Jumanne. Umekuwa nami Johnson Smart na mwenzangu hapa ambaye ni mwakilishi bunge wa Umoja tu, muite Kingsley Odida. Tumezungumza mengi kwa kweli kuhusu siku hii ya Madaraka. Jumuika nasi kuanzia sasa hadi tamati mwa hayo mambo mengine ambayo tunaendelea kuzungumza katika mitandao. Usiwe mbali.